Labda kuna viashiria gani vya mtoto ambaye hajajiandaa kurudi shuleni kisaikolojia? Utaona tu kwamba yani hata mazingira ya vifaa vyake vya shule hajui viko wapi. Ukimuuliza atakwambia mimi sijui madaftari yako wapi, begi liko wapi. Na utaona tu unapomtajia mada za shule kwake, unaona ile emotion anakuwa afurahishwi na ile tabia ya kurudi wapi, ya kurudi shule. Kwa hiyo wewe utakuta mara anachukia nini, au shule ile mimi siipendi, au kwa nini usinipeleke shule fulani. Kwa unaona huyu hapa hajajiandaa bado kisaikolojia. Kwa namna vizuri ni kumjenga na kuongea naye. Kwa sababu pia katika zile aina za malezi, unajua kila wazazi tumetofautiana katika swala zima la malezi, ambapo hata saikolojia pia imeweza kupanga saikolojia katika swala la malezi katika aina 4. Kuna ile authoritative ambapo mzazi anakuwa ni mkali, lakini anakuwa anazingatia, ana balance, anatoa uhuru wa hisia na maoni na vitu vinginevyo, ambao ni malezi ambao ni bora zaidi. Lakini kuna ile authoritarian, mzazi anakuwa mkali too much kiasi cha kwamba mtoto anapomwona mzazi au mlezi ni kama panya kamaona paka. Kiasi cha kwamba mtoto anafurahia baba asipokuwepo nyumbani. Hasa hayo inakuwa sio mahusiano mazuri sana, kwa sababu kuna vitu vingi utashindwa kuvijua kwa mtoto, atakuficha. Kwa sababu inatakiwa kijana au mtoto hawezi kukwambia hata kama kakosea, kwambia ukweli kwa lile kosa lake. Ukifanikiwa hilo, na maana utakuwa na aina nzuri ya malezi. Lakini kuna malezi mengine pia permissive, ambayo mzazi anakuwa anamruhusu mtoto wake na uhuru wa kufanya kila jambo. Yani kiasi cha kwamba mpaka anakuwa na tabia mbaya. Unaweza ukafika pale mgeni asikuamkia, asikusalimia, wakakupita, wakakufanyia kitu ambacho ni kibaya, lakini yeye mzazi akawa yuko tu. Na tunaona watoto wengine wanawasema wazazi wao, wanawafanyia vitu vya ajabu mbele ya jamii. Kwa hiyo ni malezi ambayo ni mabovu sana. Lakini kuna malezi ya aina ya mwisho ni negative, ambayo yeye mzazi hana muda na mtoto. Mtoto anajilea yeye mwenyewe, anajilea kwa mitandao ya kijamii, kwenye TV na vitu vinginevyo. Kwa hiyo cha msingi kabisa, wazazi au walezi tuwe na utamaduni pia wa kuhakikisha kwamba tunaweka parent care na parent guide. Yani kwa kivipi, kwamba haijalishi kama mzazi umesoma au haujasoma, lakini swala la parent care ni swala ambalo la msingi sana. Yani wewe mzazi au mlezi utakiwa una muongozo, una mifumo yako umeseti pale nyumbani, hata kama ukiwa haupo. Ile miongozo inafuatwa kwa ajili ya mustakabali mwema wa nani, wa mtoto. Kwa hiyo wazazi jitahidi sana, kwa sababu mzazi nafasi yake, unaweza sio mwalimu au hujasoma, lakini ile parent care tunasimamia, unakagua madaftari, mbona hapa tarehe inakuaje. Sasa wazazi wengine wanakuwa ni waoga kwa sababu hajasoma. Mtoto anasoma English medium, anaanza ataanza kunipiga maswali, na watu nyinyi ni wajanja. Akishaona huyu mama tu au baba huyu hajasoma, kwa kwanza tu nisaidie, ina maana gani? Wewe mzazi umekimbia tena, basi tena kesho, hebu nenda kwenye kaangalia tamthilia pale, usinisumbue. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunaona hizo conflict ambazo zinatokea sana. Lakini wewe usichoke, pambana. Ndio maana kuna mahusiano, mpigie simu mwalimu, bwana mimi nimeona hapa. Wazazi wengine wanakuwa wako wazi, bwana mimi mmempa hii sijui kitu swali gani, mtaka nitwanga swali mimi sielewi, mimi sijasoma, hebu naomba unisaidie. Kwa wazazi wengine ni wajanja, au anamtafuta mtu ambaye ni msomi, anambia nisubiri hapo hapo, anachukua simu, anapiga, anaelekezwa, anarudi pale na confidence. Hii maana yake ni kitu fulani, na hapo umeniongopea. Kwa hiyo ukiwa parent care hautakuwa muoga.